Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran imeonyesha mabaki ya ndege za kivita za Marekani pamoja na makombora ya Marekani na Israel ambayo wameadungua. Iran katika wakati huu inaonyesha namna ilivyofanikiwa katika mapambano ya kudhibiti anga lake na kudhibiti ardhi yake kutokana na mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na Marekani na Israel. Wameonyesha sehemu ya vifaa vilivyopatikana kutoka katika ndege za kivita zisizokuwa na rubani kwa maana droni za Marekani na Israel pamoja na ndege za kivita za F-15 ambazo zilidunguliwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga wakati wa vita. Mifumo ya ulinzi iliyotumika kudungua makombora hayo pamoja na ndege zisizokuwa na rubani imeundwa ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jeshi linasema afisa katika kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC ameonekana akitoa ufafanuzi kuhusu zana hizo za adui katika mahojiano na shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB. Yamerekodiwa katika moja ya kambi za chini ya ardhi za IRGC na kurushwa hewani jana Ijumaa. Sehemu kubwa ya drone kadhaa za Marekani na Israel zikiwemo MQ-9 Reaper, Hermes 900 na Hermes 450 pamoja na vifaa vya kiufundi kutoka ndege za thamani ya juu MQ-9 Reaper na ndege za kivita za Marekani aina F-15 zilionyeshwa katika ripoti hiyo. Afisa huyo mwandamizi wa kikosi cha anga cha IRGC pia amesema uzalishaji na uwasilishaji wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran umeendelea bila kukatizwa baada ya vita vya siku 40 vya uchokozi vya Marekani na Israel, akiongeza kuwa kutokana na hatua zilizochukuliwa kabla ya vita, zaidi ya 85% ya miundombinu ya uzalishaji wa mfumo wa ulinzi wa anga inayotengenezwa na shirika la jihadi la kujitosheleza katika kikosi cha anga cha IRGC ilihifadhiwa. Ameashiria ndege za kivita za Marekani aina F-15 ambayo ilipigwa na kombora la Iran tarehe 3 Aprili wakati wa operesheni iliyotekelezwa na vikosi vya ulinzi wa anga vya kikosi cha anga cha IRGC. Anasema ndiyo, ndege hii ya kivita ilipigwa kwa mfumo mpya wa ulinzi wa anga na kombora jipya kwa kutumia mbinu za Kiiran kikamilifu. Nukta nyingine muhimu ni kuwa drone zilizotumiwa zilikuwa na mfumo wa mawasiliano ya internet wa Starlink kwa ajili ya kuwasiliana na majasusi wa Marekani na Israel waliokuwa wakitumia mifumo kama hiyo ndani ya Iran. Mifumo ya Starlink imetumika sana katika uwanja wa vita wakati wa vita vya siku 40 na hata baada ya vita hivyo vya siku 40 kurejea tena. Vita vya kichokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilianza tarehe 28 Februari. Katika kujibu, vikosi vya ulinzi vya Iran vililenga shabaha maeneo muhimu ya kimkakati ya Marekani na Israel katika maeneo mbalimbali ya kanda na kuweka vikwazo kwa usafiri wa kupitia lango la Hormuz. Baada ya siku 40, mnamo Aprili 8, maadui walilazimika kukubali usitishaji kufuatia msimamo imara wa Iran na operesheni zake za kulipa kisasi zilizofanikiwa. Tarehe 17 Juni, Iran na Marekani zilitia saini hati ya maelewano MOU iliyosimamiwa na Pakistan kwa lengo la kusitisha uhasama wote na kuandaa mazingira ya mazungumzo zaidi. Hata hivyo, Washington imekiuka vipengele vyote vya maelewano hayo, hali iliyosababisha Iran kutoa jibu thabiti. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.